za kishindo wa wabunge wa Jamhuri kupitia majimbo yetu ya mkoa wa Mwanza, lakini kati yenu naomba nikuongeze sana Mheshimiwa Mwasi Kamani kuteuliwa kuwa naibu waziri wa mifugo na uvuvi. Pia kumpongeza Mheshimiwa Sweetbet kama mbunge wa jimbo Ukerewe kuteuliwa kuwa naibu waziri wa sayansi na teknolojia. Ni imani kubwa uteuzi wao, ni heshima kubwa kwenye mkoa wetu. Tuna haja kubwa ya kumshukuru sana na kumpongeza Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye pia ni mwenyekiti wa chama chetu kwa kutupa hiyo heshima na kuona waheshimiwa wabunge wetu kuwapa zamana ya kuendesha kuwa naibu waziri wa hizo wizara. Naomba tumpongeze na tumshangilie sana Mheshimiwa Rais. Lakini naomba nichukue nafasi hii kuwapongeza waheshimiwa madiwani wote waliowateua kwenye kikao hiki kwa ushindi walioupata, lakini na wale ambao sasa walikuja wakachaguliwa kuwa wenye viti wa halmashauri kama ambavyo tumewaona. Lakini pekee nipende kupongeza pia Mheshimiwa Mere Masanja kuchaguliwa kuwa makamu mwenyekiti wa kamati ya ardhi, lakini Mheshimiwa Konstantini Msima. Lakini hali ya kisiasa nje ya chama ni shwari na ndani ya chama pia ni shwari. Kuna changamoto ya baadhi ya barabara ambazo zinaendelea kuleta changamoto kama mlango mmoja. Mahusiano ya chama na serikali Nyamagana yanaendelea vizuri, chama kinapata ushirikiano wa kutosha. Lakini tathmini ya uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani wilaya Nyamagana, matokeo ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, chama kilishinda kwa nafasi ya urais katika wilaya ya Nyamagana kwa asilimia 97.99, lakini na ubunge chama kilishinda kwa asilimia 89.27, na kwa upande wa madiwani Nyamagana kata zote CCM ilishinda. Chama kiko salama, chama kiko imara, makundi yalishakwisha toka uchaguzi wa kura za maoni, na tuliingia kwenye uchaguzi na Chama cha Mapinduzi, wagombea wetu asilimia 100 tulishinda kwa haki bila changamoto yoyote. Tuwaombe waendelee kuwa na umoja huo, na makundi yale sasa yatakuja kuibuka 2030 wakati wa kura za maoni. Kwa ajenda za kawaida ndani ya chama chetu, ni wajibu kwa mujibu wa katiba yetu, huwa tunakutana mara kwa mara kujadili maendeleo ya chama chetu. Kwa leo tumekutana kwa ajili ya kikao cha kawaida kujadili mambo yetu ya ndani ya chama chetu na kuendelea kujimarisha katika huko tunapoelekea katika uchaguzi wa mwakani. Lakini pia nichukue nafasi hii kumpongeza mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Taifa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kufanya kazi kubwa ndani ya nchi yetu na kuendelea kuimarisha nchi yetu. Hivi juzi nimemwona Mheshimiwa Rais alikwenda Urusi, ameenda kufanya kazi nzuri, ametuletea heshima nchi yetu. Lakini pia na maeneo mbalimbali nimeona wameingia viongozi mbalimbali kutoka nchi za nje kwa ajili ya kuweka mahusiano mazuri. Tunaendelea kumpongeza Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuimarisha, kwa kuendelea kuheshimisha nchi yetu sisi kama Watanzania. Lakini pia mimi katibu wa CCM wa mkoa, kwa niaba ya halmashauri kuu ya CCM wa mkoa, tunampongeza sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anaendelea kuifanya ya utekelezaji wa ilani ndani ya nchi yetu na ndani ya mkoa wetu wa Mwanza. Yeye ndio waziri na yeye ndio yuko kwenye mamlaka hiyo, kwa hiyo anajua viashiria vyote na vyanzo vyote. Anapotoa maelekezo kama haya, hatuwezi kupoka madaraka kwa sababu sisi ndio wenye serikali. Lazima na sisi tunatii sheria bila shuruti kwa maelekezo hayo, kuhakikisha tunaendelea kuunga mkono na kupa kipaumbele swala la amani, swala la utulivu wa nchi, ili kusudi watu waweze kushiriki kufanya kazi zao kwa ufasaha zaidi na kwa hali ya utulivu zaidi. Kwa hivyo na sisi tumesikia hiyo taarifa. Hali ya kisiasa ni shwari, maana kama mnavyojua ndio tumetoka kwenye uchaguzi, tumeenda kuapishwa. Baada ya kuapishwa tumeanza kupatiwa mafunzo ya kibunge, hususan wabunge wapya na mimi nikiwemo. Na baada ya hapo ndio tumetoka kuhudhuria bunge la bajeti ambalo jana ndio limeahirishwa
msemaji mkuu wa serikali au msimamizi wa shughuli za serikali bungeni, Mheshimiwa Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Lameck Nchemba. Kwa hiyo tumerudi jimboni na leo tumehudhuria mkutano wa chama hapa. Kwa hiyo sasa hivi tunajipanga sasa kurudi jimboni kwenda kufanya kazi za wananchi. Hii ni Tanzania Habari.